Mwaka 2025 shirika letu kwa mara ya kwanza ilizindua program ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania wamejiandaa vyema kuongoza jamii zenye maendeleo. Namna gani vijana wanaweza kawa wamejiandaa vizuri katika kufikisha Tanzania katika dira 2050, jitihada zao, uwezo wao katika uongozi na tuini kama hivyo. Kwanza naamini kwamba kiongozi sio tu cheo, bali ni huduma kwa watu. Sababu tunaamini kiongozi ana maono, kiongozi anakuwa na vision. Ninaamini uongozi katika namna ya utumishi, na nadhani role model wangu namba 1 ni Yesu Kristo. Taifa langu naliona katika level ambayo vijana ndio tutakuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha ama kujikwamua sana sana kiuchumi. Hii inatuambia kwamba taifa liko mabegani mwetu. Ni sisi sasa wa kuamua ni taifa gani tunatamani kuwa nalo miaka 20-30 inayofuata. Usisubiri mpaka huo umechoka, usisubiri mpaka huo umezeeka kijana mwenzangu. Kusanya nguvu sasa hivi, tuingie kazini, tulijenge taifa. Habari, naitwa Joseph Brighton Malekela, ni mkurugenzi wa shirika la The African Leadership Initiatives for Impact. Mwaka 2025 shirika letu kwa mara ya kwanza ilizindua program ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship yenye kulenga namna ya kuweza kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania wamejiandaa vyema kuongoza jamii zenye maendeleo. Swali muhimu ambalo tulikuwa nao kabla lilikuwa ni kwamba tunaelekea dira 2050 na ambayo Tanzania tunatamani kuona ikiwa na maendeleo katika maeneo mbalimbali kama ambavyo imeelekezwa katika dira hiyo, lakini namna gani vijana wanaweza kawa wamejiandaa vizuri katika kufikisha Tanzania katika dira 2050, jitihada zao, uwezo wao katika uongozi na tuini kama hivyo. Lakini swala la pili ni kwamba ni aina gani ya Tanzania tunatamani kuiona mwaka 2050 na vijana wana mchango gani kuileta Tanzania ya mwaka 2050. Lakini la tatu la muhimu ni kwamba vipaji vya uongozi ambavyo vinaibuliwa katika jamii zetu vinaenda wapi? Vinaonekana katika shule zetu mbalimbali nchini, vinatambuliwa, lakini vinaenda wapi baada ya hapo? Shirika la Ali likasema kwa kushirikiana na wadau wetu tuanzishe Tanzania Next Gen Leaders Fellowship, tuone namna ya kuviendeleza vile vipaji vya uongozi vinavyotambuliwa katika shule zetu nchini, ili mwisho wa siku kutengeneza mazingira ambayo tutakuwa na kizazi chenye uendelevu, kizazi ambacho kina nguvu ya kuweza kusukuma mbele jitihada za maendeleo. Tumeanza awamu ya kwanza Tanzania Next Gen Leaders Fellowship, na leo katika podcast hii maalum ambayo tunayazindua, tunakuleteeni sauti za vijana wanaoshiriki katika program ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Mwafahamu kwa majina yao, kwa mitazamo yao, lakini pia msikie sauti zao, namna ambavyo wanaitazama jamii ya Kitanzania na namna ambavyo wamejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wanachangia maendeleo ya jamii zetu za Kitanzania. Kwa awamu hii ya kwanza ya hii podcast ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship, niko na wageni wangu wawili. Naomba niwakaribishe uweze kuwafahamu, ambao kama nilivyosema ni washiriki wa awamu ya kwanza ya mafunzo ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Karibuni sana. Asante sana. Kwa kwanza tuongeza kuwafahamu ninyi ni akina nani, mnatokea wapi, na wanasema Waswahili ladies first. Karibu sana. Asante Mr. Joseph Malekela. Mimi kwa majina naitwa Patricia Moses Kokubanza, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia mshiriki wa awamu ya kwanza mafunzo ya uongozi TNLF kama Tanzania Next Gen Leadership ama Ali. Asante sana. Next. Asante. Jina langu ni Godlisten Boniface Irunde, ni mwanafunzi wa University of Dar es Salaam, lakini pia ni kati ya vijana wachache nchini Tanzania waliopata inaya ya kuwa part ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship kwa cohort ya kwanza 2025 katika track ya Politics and Public Administration. Kwa hiyo ni furaha kwangu kuwa hapa siku hii ya leo. Asante sana. Patricia, jituambia wewe kwenye mafunzo haya unashiriki katika unabobea katika eneo gani la mafunzo ya uongozi ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship? Nimebobea katika mafunzo ya ngazi ya elimu, sayansi na teknolojia. Elimu, sayansi na teknolojia. Asante. Kwanza nitapenda kujua, wakati tunaanza hii program hatukujua tutakuja kupata watu wa aina gani, na nyinyi mmekuwa awamu ya kwanza. Nataka kujua how was it like kujua kwamba sasa tumechaguliwa kwenye mpango maalum wa Tanzania Next Gen Leaders Fellowship.
na ndo kwanza ametoka shule, yani au mlipokea pokeaje ile, na matarajio yalikuwa ni yapi hasa nyinyi kama vijana? Ladies first. Kwa kweli asante. Kwa kweli tulipokea vizuri na mpaka sasa tuna mchakato vizuri, yani tunajiona tuko sehemu nzuri sisi kama kijana. Immediately after school, najua hii nafasi ni wachache wanaopata, lakini sisi kwa kweli tuko vizuri, tuko pamoja mpaka sasa. Did you share it with family na jamii yako jumla? Nataka si kutoka Good Reason. And how was the walipokeaje, kwa maana ya kwamba sasa okay, kijana wangu amemaliza shule sasa anapenda masuala ya uongozi na sasa amepata nafasi ya kushiriki kwenye program ya uongozi ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Mapokeo yalikuwaje? Natamani nirudi nyuma kidogo kwa lile swali ambalo Patricia ulimuuliza Patricia. Kiukweli ilikuwa ni nafasi nzuri sana na kiukweli nilikuwa na mategemeo makubwa sana juu ya Ali pamoja na TNLF yenyewe kama program, na ninafurahi kwamba matarajio yale makubwa yalifikiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo zuri sana, na zaidi ya hapo jamii pia ambayo ninatoka walikuwa na mtazamo kwamba pengine kitakuwa ni kitu kikubwa na ingekuwa jukwaa zuri la mimi kujifunza na kukua, lakini pia kuwafikia vijana wengine zaidi, kwa sababu pia ni kati ya vijana ambao nafanya uchechemuzi wa masuala yanayowahusu vijana pamoja na watoto. Kwa hiyo kiukweli ilikuwa ni jukwaa zuri, na ninafurahi kwamba nilikuwa sehemu yake na nimepata nafasi pia ya kwa influence au kuhimiza watu wengine zaidi, kwa kuwaelekeza, lakini pia kujifunza nao pamoja katika hilo. Kwa hiyo nafurahi sana kuwapatia TNLF Cohort 1. Asante sana. Mimi nataka kujua kwamba hii ni program ya uongozi na tulilenga kuchukua watu ambao tayari walikuwa wanafanya vitu katika masuala mazima ya uongozi. Sasa swali langu la msingi, do you consider yourself kama viongozi, na kabla ya kuja kwenye program mlikuwa tayari mmeshafanya nini ambacho kinaonyesha kwamba kweli mimi nilikuwa tayari ninafanya kitu kwenye jamii kama sehemu ya kuonyesha uwezo wangu kwenye uongozi? Kabla ya kuchukuliwa ama kuingia kwenye mafunzo rasmi, ndio sisi kama viongozi, kwanza naamini kwamba kiongozi sio tu cheo, bali ni huduma kwa watu katika jamii na kuzunguka, kulingana na utakavyoona wewe kama mtazamo, kwa sababu tunaamini kiongozi ana maono, kiongozi anakuwa na vision. Sasa mimi kama kiongozi katika jamii yangu nilikuwa na maono pia, na nijihusisha katika kusaidia jamii yangu, kama kusaidia makundi yasiojiweza kama wazee, lakini pia kutatua baadhi ya changamoto pale kama vijana, yani kuwapata wale vijana ambao wanakuwa na uwezo au wamefikiria juu ya kitu fulani, lazima kuwepo, yani katika kundi la watu siku zote naambiwa kuna yule mmoja ambaye atasimama kama kichwa. Kwa kabla ya kuja kujinoa vizuri Lakini pia kwa upande wangu mimi, wakati kiukweli nafasi hii ya kushiriki Cohort 1 ya Tanzania Next Gen Leaders ilinikuta katika nafasi nzuri kidogo, especially inapokuja kwenye swala la uongozi. Kwa bahati nzuri nimebahatika kuwa kati ya vijana wachache Tanzania ambao wamepata nafasi ya kutumikia niseme nchi, lakini katika ngazi fulani ambazo hasa ilikuwa ni uchechemuzi. Kwa mfano katika Baraza la Watoto ngazi ya taifa nilihudumu kama makamu mwenyekiti wa Baraza la Watoto Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuja kuwa mchechemuzi wa masuala ya watoto na young people katika jukwaa la UNICEF ngazi ya elimu, lakini pia kushiriki kwa namna moja au nyingine kuelimisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayowahusu watoto, kuendesha kampeni mbalimbali ambazo pengine zingekuwa na mchango chanya, ikiwemo kufanyia mabadiliko sheria ya usalama barabarani ya mwaka 1973, sheria ya upimaji wa virusi vya ukimwi, pamoja na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni furaha kwamba nilikuwa sehemu ya nilikuwa tayari nimeshaanza kupiga hatua katika ngazi za kuleta mabadiliko, kwa sababu hicho ndo kitu kinachomtafsiri kiongozi katika namna bora zaidi. Kwa hiyo kuwa part ya Cohort 1 na especially kipindi ambacho tayari nilikuwa nimeanza kufanya jambo fulani, nadhani ilikuwa ni jambo jema sana.
Asante, tuanzie hapo hapo kwako Godreason. Tayari ulikuwa ushaanza kuwa unaongoza kundi la watu, jamii ya watu. Ni kiongozi wa aina gani? Ni kiongozi wa namna gani? Uongozi wako ni wa namna gani? Najua nitakupa tu mfano kwamba kuna uongozi wa bata na kuna uongozi wa kuku tofauti. Kimoja kati ya hivyo viwili utaniambia wewe sasa. Watoto wanatangulia mbele, halafu yeye anakuwa nyuma, halafu kingine yeye anakuwa mbele, watoto wanakuwa nyuma. Sasa wewe uongozi wako na aina gani, na kwa maana ya value zako, yaani mtu anapojua kwamba sasa hivi tunaongozwa na Godreason, anatakiwa awe anaelewa kwamba tupo kwenye aina hii ya uongozi, unajua kwa sababu ya vile ambavyo wewe umejiposition kwamba uongozi wangu mimi ni wa aina hii, kama ambavyo tunaona uongozi wa viongozi wetu katika nchi. Kwa maana unajua kama sasa hivi ni fulani kiongozi fulani, tunafahamu uongozi wake ni wa namna fulani. Wewe kwako wewe ni vipi? Asante sana, ni swali zuri na ningetamani kulijibu kila itwapo leo. Mimi kwanza natazamia mitazamo yote miwili ya aidha uongozi wa aina ya kuku na uongozi wa aina ya bata kuwa mizuri, lakini katika mitazamo tofauti. Kuku akitangulia ni anahakikisha usalama, anatangulia, anajihatarisha kwanza kuhakikisha watoto wake wakija hiyo sehemu alopita wasipate madhara, lakini bata anatangulia, anabaki nyuma ili kuhakikisha watoto ana uwezo wa kuwaona wote wawili, I mean watoto wote. Kwa hiyo kwangu mimi ningetazamia angalau uongozi wa aina ya bata. Sisemi mimi ni bata, lakini of course nadhani ule ndo uongozi bora zaidi, kwa sababu unajali katika kuwatazama watu zaidi kuliko kutazama mtu mwenyewe. Ninaamini uongozi katika namna ya utumishi, na nadhani role model wangu namba moja ni Yesu Kristo. Si Yesu Kristo katika mtazamo wa kidini sana, lakini Yesu Kristo katika mtazamo wa kama kiongozi, kwa sababu uhalisia ni kuwa hakuwa na nyumba, magari, vitu vya thamani vya kuwapa watu wake, lakini alikuwa na uwezo wa kusema ukweli, alikuwa na uwezo wa kutembea katika uadilifu. Na katika safari yake, leo ni miaka zaidi ya 2000 imepita na vitabu vinamzungumzia, watu wanamfuata, na nadhani ndiye kiongozi ambaye anafuatwa zaidi. Kwa hiyo ninamtazamia yeye kama kiongozi bora zaidi, lakini pia naamini kwamba kila kitu kinapanda na kushuka katika uongozi. John Maxwell anasema kwamba everything rises and falls on leadership. Kwa hiyo uongozi ukiwa bora, jamii itakuwa bora, lakini uongozi ukiwa mbovu, jamii itakuwa mbovu. Kwa hiyo ninasimamia misingi kadhaa ambayo natamani pia viongozi wenzangu na watu ambao wanatamani kuwa viongozi katika nyanja mbalimbali waisimamie pia, ikiwemo uadilifu. Kuna kitu tunaita significance, kwa hilo ni jambo la pili, kuwa na uwezo wa kuangalia ni kwa namna gani ambavyo tutaacha manufaa chanya zaidi ya yale ambayo tayari tumekusha yakuta. Kwa hiyo hizo ni kati ya zile values ambazo mimi nazitazamia. Pia kuna transparency, kwa maana ya uwazi, lakini pia ushiriki wa pamoja, na naamini katika synergy, ushiriki wa watu kwa pamoja kuelekea lengo moja. Nadhani ni kitu ambacho kinaweza kusaidia kuleta maendeleo katika nafasi zote. Asante. Wewe ni mwadilifu? Umezungumzia swala la uadilifu. Ndio, mimi ni mwadilifu na ninajitahidi. Swala langu lilikuwa ndio au hapana? Moses, wewe ni kiongozi wa aina gani? Mimi kwanza, kiongozi kama nilivyosema mwanzo sio cheo. Mimi ni kiongozi mhamasishaji, lakini pia naamini katika kusikiliza, kujenga timu na kushirikiana. Kwa hiyo mimi ni kiongozi ambaye nimebase kwenye hizo 3 pillars. Asante sana. As we move forward, nataka kujua kwamba umechagua track ya elimu, sayansi na teknolojia, na unataka kubobea kama kwenye masuala ya uongozi kwenye sekta hiyo. Nini hasa unatamani kukiona kwenye sekta hiyo, na
wewe unatamani kuona mchango gani kwenye kile ambacho unatamani kukiona. Unatamani kuona jamii ya Kitanzania inafikia hatua gani kwenye masuala ya elimu, sayansi na teknolojia, na wewe unatamani kuona mchango gani kwenye hilo, ili mwisho wa siku kuweza kuhakikisha kwamba jamii yetu inafikia kwenye kile kiwango ambacho hata wewe unatamani kifike. Na nataka unijibu hilo swali kwa kuzingatia ule mtazamo ya kwamba tusiangalie nchi yako itakufanyia nini, lakini wewe utaifanyia nini nchi yako. Na huwezi ukasema nitaifanyia kitu fulani nchi yangu kama haujawa na ile vision, kwa maana natamani ifike hapa. Sasa hapa ni wapi? Karita. Asante, na swali zuri sana. Ni tukienda na msemo kwamba utaifanyia nini nchi yako, sio kwamba nchi yako itakufanyia nini. Mimi kama kijana na katika ngazi ya uongozi wa elimu, sayansi na teknolojia, kwa sasa tunaamini kwamba elimu sio kupata cheti. Ni namna kijana anavyojishughulisha katika uwajibikaji, ubunifu na teknolojia. Sasa kama tunavyoendelea kwamba naliona taifa langu kuwa taifa linaloongozwa na vijana ambao wako vizuri katika ustadi wa elimu, teknolojia na uchumi, ili kuweza kujikwamua na kuleta maendeleo chanya kwenye taifa letu. Kwa hiyo mimi kama kijana ninalenga katika kuwaelimisha, kutoa elimu kwa vijana wenzangu, kutoa elimu juu ya taifa langu, yani hata tufikapo hapo mbele miaka ijayo, kusema kweli ili ni taifa linaloongozwa na vijana, kwa sababu tuna maono makubwa, au mimi kama kijana nina maono makubwa hapo mbeleni kwamba taifa langu litasimama na vijana ambao ndio nguzo na chachu ya maendeleo. Bado hujajibu ile swali langu ile kia ambalo najaribu kulifikiria kwamba kwenye sekta ya elimu, sayansi na teknolojia ambayo wewe unajaribu kuifocus, tayari umeshajua unatamani kuchangia wapi hasa sasa kuelekea 2050 kufikisha dira yetu ya 2050 kama nchi? Na kama hujajua it's okay, lakini natamani kujua kama kuna level fulani unatamani nchi yetu ifike, lakini pia mchango wako kwenye hilo unatamani uwe wa aina hii. Swali langu ndio namna hiyo. Okay. Maono yako mbali, nina taifa langu naliona katika level ambayo vijana ndio tutakuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha ama kujikwamua sana sana kiuchumi. Kufanyaje? Kupunguza tatizo lililopo la kiajira. Na ni kwa namna gani? Ninalenga katika kuwaonesha vijana, kusaidiana sisi kama vijana, ama kupitia programu hii iliyopo kuelimisha vijana, tunaweza tukaelimisha vijana zaidi ya 1000 au kulingana na muda, ambapo vijana hao itakuwaje? Tunaamini ndio nguvu kazi ya taifa kwa sasa, na nikielimisha kijana mmoja, sio kwamba umemkomboa tu yule kijana, bali umelikomboa taifa. Kwa hiyo mimi sasa leo niliyesimama hapa, kijana niliyesimama hapa leo, nitalisaidiaje? Kwanza ni katika kutoa elimu, kuelimisha, na kuwaelimisha kwa namna gani? Kujikwamua, lakini pia elimu kwa vijana kujitambua na kuweza kuwaonesha kwamba kuna fursa zipo, sisi kama vijana tunaweza kufanya. Asante sana. Godlisten, siasa na utawala, sio? Ndio, siasa na utawala bora. Ni siasa wewe au ni utawala? Na mipango iko vipi? Nataka kujua kwamba unatamani kuiona taifa letu linakuwa la aina gani hasa tunapoenda kufikia 2050, hasa kuhusu masuala ya siasa na utawala. Lakini wewe kama kiongozi kwenye sekta hiyo, unatamani kuwa mchango wako uweje kuhakikisha kwamba nchi yetu tunafikia kwenye kile ambacho tunakitazamia? Asante sana kwa swali zuri. Natamani tuweke jambo moja wazi kwanza, tukubaliane kwamba uongozi si lazima mtu awe anaonekana kwenye kamera kila siku. Si lazima uwe waziri kuwa kiongozi. Inakupasa uwe kiongozi kwanza kabla ya kuwa waziri au ngazi yoyote ile, kuwa mbunge, kuwa mheshimiwa rais. Kwa hiyo katika ngazi yoyote ile kufikia mwaka 2050 natazamia Tanzania ambayo vijana wanakuwa sehemu, yani wanachukua sehemu kubwa ya ushiriki katika kutoa na kufanya maamuzi, lakini pia wanashiriki katika kuilinda amani. Hakuna mahali kokote kama nchi tutakwenda isipokuwa kuwe na amani kwanza, lakini pia kuwe na ushirikiano baina ya watu ndani ya jamii. Natazamia Tanzania ya watu ambao wanaitambua nchi yao
ni wazalendo, wako tayari kufanya kazi na kuiacha Tanzania ikiwa katika mikono bora zaidi kuliko namna ambavyo ilikuwa labda miaka 10, 15 au hata 100 iliyopita. Naitazamia Tanzania ambayo watu wako tayari kuibeba mikononi na kuwa tayari kufanya maamuzi wakiangalia maslahi mapana ya taifa, na natazamia Tanzania ambayo itakuwa na viongozi ambao hawatakuwa tayari kufanya maamuzi wakijizingatia wenyewe, hawatachukulia uchaguzi kuwa the finishing line, kwamba wameshapata uongozi, kampeni na ahadi zote zimeishia pale, kwa sababu wao wameshapata wanachokitaka, lakini waichukulia ile kama the starting line, kuanza kutupeleka nchi ya ahadi, kule ambako wote tungetamani kuishi. Kuna kauli moja ilitolewa kama miaka 37, 38 iliyopita na rais wa Burkina Faso Thomas Noel Isidore Sankara, anasema kwamba as a society we must choose either to have champagne for a few people or clean water for all. Either tuchague, ni wakati sasa tuchague, either wapate wachache wapate mvinyo, au hizo rasilimali kwa ajili ya mvinyo wa wachache tuzigawane, tupate maji safi kwa ajili ya wote. Na natamani Tanzania ifikie hatua ya kwamba resources tulizonazo hazitumiki kwa ajili ya mvinyo wa wachache, bali zinatumika kwa ajili ya maji safi kwa ajili ya sisi wote. Yes. Asante sana. Nashukuru kwa majibu mazuri, na tunaelekea mwishoni kabisa mazungumzo yetu. Natamani kujua kwamba nyinyi mmepata fursa ya kushiriki kwenye programu ya mafunzo ya uongozi na ndio kwanza imeanza. Nini matarajio yenu mpaka programu hii inaisha? Matarajio yenu ni yapi? Lakini pia mna nini cha kuambia wazazi ambao wana watoto wenye vipaji vya uongozi, na nini cha kuambia vijana ambao wana kitu ambacho wanaweza kufanya kwa ajili ya jamii? Kama ambavyo sema, uongozi sio kama una cheo, ni ile hali ya kutaka kufanya huduma kwa jamii, kwa watu, kushawishi watu kuweza kufikia malengo fulani. Nini mjumbe ambao mnao kwa vijana ambao wanapambania ndoto zao kama ninyi? Hayo mawili ndani hiyo kwanza, afu tutamalizia. Moses. Okay, kabla sijajibu swali lako, nikirudi kwenye dira tunasema dira 2050 ambayo imeaim kutuleta katika tupate uongozi ulioko vizuri katika sayansi, teknolojia, lakini pia ubunifu wa vijana. Hii nasemaje ili kuweza kuunganisha na hilo swali lako? Ni kwamba ifikapo 2020 tunatamani kuliona taifa ambalo linaongozwa na vijana walio na maono, ambayo vijana wenye ubunifu, lakini pia kijana yani atakuwa na uwezo wa kufikia ndoto yake. Kila kijana atafikia ndoto yake bila kujali alipotoka. Na hiyo inakuwaje? Wazazi walioko nyumbani ama vijana walioko kama sisi ambao hawajapata nafasi lakini wana maono na wana ndoto za kuwa viongozi wakubwa, wasisite, wajitokeze. Zipo program mbalimbali kama hii hapa, na uhakika Mr. Malekela, hii haishi hapa. Tutaendelea kuchukua vijana. Huu ni mwanzo tu kama tunavyozidi kuambia vijana. Kwa hiyo wajitokeze, zinapotokea platform, zinapotokea kujisajili kwingine, tunahitaji vijana, kwa sababu tunaamini vijana ni asilimia kubwa kwa kweli. Na vijana sisi ni nguzo. Hivyo basi tusimame pamoja, tuimarike, tushikamane, tukijitokeza, kila mtu na wazo lake, kila mtu na njia yake, namna ya kuweza kulikomboa taifa letu. Mimi naamini sisi kama nguzo tunafika mbali. Hivyo basi wazazi, vijana wenzetu, tunatoa wito, tuwaombe, msikae nyumbani wala msikae chini, hakikisha unasimama, toa wazo lako, tupo sisi, tutakushika mkono. Asante sana. Swali langu nakumbuka. Ila naweza kurudia. Matarajio yako kwenye programu hii ni yapi mpaka inaisha programu hii ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship? Lakini pia una ujumbe gani kwa vijana ambao wako nyuma yako, ndio wanatoka shule hivi sasa, wana vipaji vya uongozi, wanatamani kufika mahali fulani, wanapambana kupambania ndoto zao? Lakini pia kwa wazazi ambao wana vijana nyumbani, anaona kijana wangu ana kitu fulani, lakini unajua mambo ya uongozi yanapoteza muda, unajua mambo ya kijamii yanapoteza muda,
focus na masomo na nini, una ujumbe gani kwao watu namna hiyo? Lakini pia kwa kwanza nao mwenyewe, what do you expect from this program? Sawa, TNLF 2025 imekuwa na mafanikio makubwa sana. Ilikuwa ni wanafunzi wastaafu wanakijiji, si ndio? Wanakijiji 100 ambao ni kutoka nchi nzima wamepata nafasi, wamepata inaya, bahati ya kuwa kwenye mafunzo ya wiki 2 mfululizo, kujifunza juu ya masuala mbalimbali ya uongozi, kupata uzoefu, kukutana na watu ambao tayari wameshafanikiwa katika eneo hilo. Nadhani ilikuwa ni program ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa sana, na kuwawezesha vijana kukutana na kuweza kujenga mahusiano, kujua ni kwa namna gani wanaweza wakasuluhisha matatizo yanayoikumba jamii yao, si kitu kidogo. Kwa hiyo kufikia miaka 10 kutokea leo ambapo tunategemea pengine program ndio itakuwa imefikia mwisho, nadhani ni safari ndefu, lakini pia ni ya matumaini makubwa. Kuna taifa linainuka la vijana ambao wanauelewa, wana taarifa sahihi, na wako na ari ya kuleta mabadiliko, wana ari ya kuleta changamoto kwenye jamii, changamoto chanya. Sijui kama ninaeleweka. Kurudi kwenye swali la pili ambalo ni swala la ushauri, sijui kama nitapata nafasi ya kuzungumza tena baada ya hapa. Naomba nielekeze ushauri wangu kuelekea sehemu 3: serikali, wazazi pamoja na wanafunzi wenyewe. Nikizungumza hivyo nadhani nitakuwa nimekwisha gusa jamii nzima. Kwa kuanzia na serikali, nadhani wakati umefika sasa wa kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki katika kutoa maamuzi. Hapa namaanisha kwamba katika ngazi zote ushiriki wa vijana si kwamba haukuwepo au haupo, lakini tunazungumza effectiveness yake. Na hisi kwamba kuna kiasi fulani tunahitaji ongezeko la ushiriki wa vijana. Nadhani kuna kitu kinaitwa initiation, vijana wanatakiwa initiated kwenye jukwaa la kufanya maamuzi, ili pindi ambapo wazee hawatakuwepo, hawa vijana wawe tayari na uzoefu na wasiuchukulie ule kuwa wakati wa wao kutumia rasilimali kwa faida zao binafsi, ila wafahamu kwamba kuna kizazi kinachofuata. Kwa hiyo naamini serikali itapokea changamoto, japo si kwa ubaya, kwamba taifa bado vijana tunawatazama na tunaitegemea serikali sikivu itafanya mabadiliko mazuri, pengine chanya zaidi au kuyaboresha. Lakini kurudi kwa wazazi, naomba tufahamiane vizuri. Wazanzibari wanasema vizuri sana. Naomba tufahamiane vizuri hapo, kwamba zama zimebadilika. Miaka 20 iliyopita au 30, wakati ambao wazazi wetu wanasoma, si miaka 20, si leo. Kuna fursa ambazo zipo leo hazikuwepo kipindi hicho. Kuna vitu vya muhimu vilivyokuwepo kipindi hicho, pengine sasa hivi vipo na si vya muhimu sana. Wazazi wajaribu kuwa wafuatiliaji wazuri na kutoa ushirikiano mzuri kwa jamii na watoto especially, ili vijana kwa sababu vijana ndo wanafahamu wapi tunaenda kwa kiasi kikubwa. Wanafahamu miaka 10, 15 ambayo wazazi wao hawatakuwepo, kutakuwa na nchi ya aina gani. Kwa hiyo pindi ambapo vijana wanakuja, labda mzazi unakuja kupewa ushauri na kijana wako kwamba, mzee, naona hii miezi 3 badala ya kwenda mahali fulani nimepastiri, badala ya kwenda mahali fulani, ningetamani kutumia muda huo kujifunza kozi ya udereva au kozi ya upishi au kujifunza kompyuta. Wazazi wawe considerate kidogo, kutazama na kuona umuhimu na maono ya wale vijana, lakini pia kuwa ready kuwa support. Na mwisho ni kwa vijana wenzangu ambao ndio asilimia kubwa ya taifa. Sensa inanena vizuri sana ya sensa 2022. Watoto ni asilimia 51, karibu 52 ya jumla ya watu wote nchini Tanzania, na ukijumlisha na
vijana kwa maana ya 15 mpaka 35 tunafikia mpaka 75% na kwenda juu zaidi. Hii inatuambia kwamba taifa liko mabegani mwetu. Ni sisi sasa wa kuamua ni taifa gani tunatamani kuwa nalo miaka 20-30 inayofuata, wakati ambao sisi ndo tutatazamwa. Hivyo tusitumie muda mwingi kumwagilia moyo jamani. Kuna muda wa kustarehe, kuna muda wa kufikiria kufanya maendeleo, kuna muda ambao tutakuja kuulizwa. Ukiwa mzazi unaulizwa, baba, ni nini ulifanya kwa ajili ya taifa lako? Usisubiri mpaka huo umechoka, usisubiri mpaka huo umezeeka kijana mwenzangu. Kusanya nguvu sasa hivi, tuingie kazini, tulijenge taifa. Nadhani ndio wakati sahihi, tukisubiria kesho haitafika. Mr. Malekela, hayo ndio Asante sana, mawazo. asante sana. Tumalizie Moses. Ndio. Nikita Moses si sawa? Ni sawa. Ni sawa. Patricia, kwa mtoto wa kike ambaye ana kitu anatamani kuwa masuala ya uongozi, unamwambia nini ambaye bado jamii zilizomzunguka, tamaduni ambazo zinamzunguka bado zinamweka nyuma kwenye masuala ya uongozi? Una nini cha kusema kuhusu hilo? Lakini pia ungetamani kuona jamii inafanyaje, hasa hata programu yetu tunafanyaje kuhakikisha kwamba tunawainua zaidi watu wa kike kwenye masuala ya uongozi? Tutamalizia kwenye nukta hiyo. Okay, asante. Kwa watoto wa kike walioko katika jamii yetu, lakini pia ni kwa namna gani tunaweza tukawahamasisha juu ya masuala ya uongozi. Kwanza, tulivyosema, kiongozi anaweza kawa mtu yoyote yule, mtu yoyote ambaye, kuna ule msemo tunasema leaders, kuna swali huwa linakuwepo kama, je, kiongozi anazaliwa ama anajengwa? Kwa hiyo mimi nasema kiongozi anatengenezwa. Kwa hiyo katika umri wowote ule au jinsia yoyote unaweza kuwa kiongozi. Ni kwa namna gani tu umejijenga na umetengenezwa katika misingi ile ya uongozi bora. Mimi naamini watoto wa kike bado tunapambana. Patricia amekumbusha kitu hapo. Watoto wa kike tunapambana kuwafikia, na taasisi zipo zinamgusa kila mmoja, lakini pia tusikae chini, tutoke kujijenga sisi kama vijana, mimi kama kijana mtoto wa kike, lakini pia kuhamasisha vijana wengine wa kike, msijifiche. Tunasimama, tunaongoza. Patricia amenikumbusha kitu. Kuna msemo mmoja kwamba msitu usiokuwa na miti na miti michanga ni msitu uliokufa, ni swala la muda tu. Kuna kitu nadhani nilisahau kusema wakati nadhani wakati Patricia anaongea nimejifinya sikio kidogo. Nilitaka kusema kitu hiki kwamba wakati umefika sasa kwetu vijana kufikiria ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kuongeza thamani nchi yetu. Tuna rasilimali za kutosha, tuna watu nikisema tuna watu nadhani nitakuwa nimemaliza vizuri. Uongozi ni zaidi ya mwonekano. Uongozi ni zaidi ya namna unavyoongea, namna unavyotembea, namna unavyokula, namna unavyovaa. Ili kuwa kiongozi bora unahitaji akili iliyo tayari, lakini pia moyo uliobadilishwa, moyo uliobadilika, usio na mtazamo wa scarcity mentality. Tulivyo navyo vinatutosha sana, vinatutosha wote kwa pamoja. Kwa hiyo nadhani vijana tuwe tayari, tusiwe binafsi, tushirikiane kwa pamoja. Nadhani ni kati ya nyenzo muhimu sana kwa ajili ya nchi yetu. Asante sana. Hii ni awamu ya kwanza ya Tanzania Next in Leaders Fellowship Podcast, na tunajaribu kusikiza sauti za vijana washiriki wa awamu ya kwanza ya mafunzo ya programu hii, namna gani, wana mtazamo gani kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia kuwahusu wao wenyewe, lakini pia jinsi ambavyo wanaitazama programu hii na inavyoweza kuwa na mchango zaidi katika kujenga vijana viongozi wa baadaye. Tutarejea hapo baadaye kwa maana ya kipindi kinachofuata. Asante kwa kufuatilia.